Ndege ya kijeshi ya Iran imeanguka wakati wa mafunzo ya usiku katika jimbo la Hamedan magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha kifo cha rubani mmoja huku mwingine akinusurika. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, ajali hiyo ilitokea usiku wa Alhamis wakati wa ndege ya jeshi la anga ilipokuwa ikitekeleza mazoezi ya kawaida ya kijeshi. Taarifa hiyo ilinukuu kitengo cha mawasiliano cha kambi ya anga ya Shahid Nojeh Base ikieleza kuwa mmoja wa marubani amefariki kishujaa huku rubani wa pili akiwa salama. Sababu ya ajali hiyo bado haijafahamika rasmi na uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha tukio hilo. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kushuhudia ongezeko la mvutano wa kijeshi hasa kati ya Iran na Marekani. Ingawa Tehran na Washington zimeanza tena mazungumzo yasiyo moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, hali ya tahadhari ya kijeshi imeendelea kuimarishwa katika ukanda huo. Alhamisi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa ndani ya siku 10 zijazo Marekani itakuwa imefahamu iwapo makubaliano ya nyuklia yanaweza kufikiwa au la. Trump alisisitiza kuwa makubaliano hayo yanapaswa kuwa na maana, akionya kuwa bila makubaliano mambo mabaya yanaweza kutokea. Katika hatua inayoonekana kama kuongeza presha kwa Iran, Marekani imetangaza kupeleka manuari yake kubwa zaidi duniani ya USS Gerald R. Ford kuelekea Mashariki ya Kati. Manuari hiyo itaungana na USS Abraham Lincoln ambayo tayari iko katika eneo la Ghuba, hatua inayotafsiriwa kama kuimarisha uwepo wa kijeshi wa Marekani katika ukanda huo. Wakati huo huo, Irani imeanza mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya majini na Urusi katika eneo la Ghuba ya Oman. Katika mazoezi hayo, wanajeshi walifanya operesheni za kukamata meli kwa kutumia helikopta na mbinu za kushuka kwa kamba maalum kuonyesha utayari wa kijeshi, huku mvutano ukiendelea kuongezeka. Mamlaka za Iran zimelaani kile walichokiita vitisho vya Marekani pamoja na kuongezeka kwa vikosi vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Kwa upande wake, Washington imekuwa ikisisitiza kuwa ina vikosi vya kutosha tayari kwa hatua yoyote endapo hali itazidi kuwa mbaya. Irani nayo imesisitiza kuwa ukosefu wa imani kwa Marekani ni miongoni mwa vikwazo vikubwa vinavyoweza kuathiri mafanikio ya mazungumzo ya nyuklia. Ajali ya ndege hiyo ya kijeshi sasa inaongeza taharuki katika mazingira ambayo tayari yamejaa wasiwasi wa kisiasa na kijeshi, huku macho ya dunia yakielekezwa katika hatua zitakazofuata kati ya Tehran na Washington. Basi mtazamaji, tunazidi kufuatilia kuhusu ajali hii ya ndege ya kijeshi ya Iran katika jimbo la Hamedan magharibi mwa nchi hiyo, ambapo taarifa zitakapokuja kutolewa na mamlaka kuhusu chanzo cha ajali hiyo, basi tutakuletea hapa katika Zoni Media. Cha msingi tu uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.